أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته غر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، السلام لكم محمد الله تبارك وتعالى na kuzitaka na kuziomba rehema na amani zifikie kiongozi wa umma, nabii wetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pamoja na ahli zake na sahaba zake na wale wote ambao waliowafuata masahaba. Nitakuwa si msemaji sana, bali nimeambiwa nitoe nasaha kwa wasomi wetu ambao leo hii ni mahafali yao. Na msingi tu ni kwamba tunazidi kuwasisitiza kwamba ilmu ni kitu thamani. Ilmu ni kitu thamini, kila mmoja atakiwa aithamini elimu. Baadhi ya wanafalsafa wa Kiarabu wanasema kam lilulumi ala bariyati al-an'um, ni mangapi katika mabara kwa sababu ya ilmu yananeemeka. Ulimwengu wa leo unatawaliwa na watu wenye elimu, na mtu kama hukusoma ukiwa huna elimu, basi jua wewe kazi yako ukiwa na dada yako ambaye aliyesoma au na kaka yako aliyesoma, basi utakuwa kazi yako kufungua geti na usikasirike juu ya hilo. Na kukosa kusoma kuna maafa makubwa sana. Nitakupeni mfano mdogo tu wa kukosa elimu. Nyote nadhani mnamfahamu mtu anaitwa Farao. Farao alibahatika kuwa mfalme katika nchi ya Misri. Ikafikia pahala kwa ufidhuli mpaka akajiita Mungu. Lakini Farao huyu kwa sababu ya kukosa elimu ilimchukua kazi kubwa kupanga mipango yake ya kimaendeleo. Mwisho wake mpaka kaingia katika lawama. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa elimu. Madhali yeye ndiye alikuwa ni mfalme wa nchi ya Misri ama kiongozi wa nchi ya Misri, ilimtosheleza tu amuite waziri wa elimu, akae naye hapo, alafu ampe maagizo kwamba kuanzia sasa yote ambaye atakayesoma skuli mtaala na ubadilisha, mimi ndio nitakayekuwa Mungu wa watu wa Misri. Lakini kwa sababu ya kukosa elimu akapata kazi kubwa ya kuwaua watoto wa kiume na kuacha kuwa hai watoto wa kike. Hawa ni maafa ya kukosa elimu, kwa sababu nafasi ya kubadilisha mtaala alikuwa nao, tena kwa njia rahisi, na wala hakuna mtu ambaye angemgombeza. Lakini kwa sababu ya kukosa ilmu ilimchukua kazi kubwa ya kuwaua watoto wa kiume na kuacha hai watoto wa kike. Yudhabihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum, akiwachinja watoto wa kiume na akiwaacha kuwa hai watoto wa kike. Kwa sababu gani? Yote yalimkuta Firauni kwa sababu ya kukosa elimu. Kwa tunaendelea kuwapongezeni kana kwamba elimu ni kitu thamini. Jitahidini sana kwa elimu hii mtakaipata, basi muifanyie kazi. Alafu pia mkumbukeni mdudu mmoja anaitwa mburukenge, anao kenge. Kenge kwa sababu ya kukosa elimu huwa anakimbia maji ya mvua, ama huwa anaikimbia mvua na kuingia ndani ya bwawa. Sasa ukilinganisha maji ya mvua na maji ya bwawa, yapi mengi? Ya bwawa ni mengi kuliko ya mvua, lakini kwa sababu ya kukosa elimu basi anafanya hivyo. Kwa inshallah na sisi tusifikie hivyo inshallah. Kwa machache haya
namomba Allah tabaraka wa taala atie tawfiki katika nafsi zetu, tuwe min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu. Kabla sijamalizia